Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baad. Ni jioni nyingine katika uwanja wa Jacaranda katika jiji la Nairobi, Kenya, na kwa majina mimi naitwa Hassan na niko na kakangu hapa kijana young boy, yani tunasema handsome boy. Ako hapa niko naye. Unaitwa nani kaka? Naitwa Vincent Odhiambo. Vincent Odhiambo. Vincent Odhiambo. Doji Islam omera. Doji Islam. Islam dini mabel kabisa. Unasikia? Haya, swali gani wakataka kuuliza Waislamu? Hii mambo ya kwenda choo na maji. Ya kwenda choo na maji. Kwa nini Waislamu wanaenda choo na maji? Hiyo ndio swali. Swali anauliza swali. Kwa nini Waislamu wanaenda choo na maji? Ama sivyo? Ni hivyo. Oh, nyinyi mnatumiaga nini wakati mnaenda choo? Tisho. Tisho, asante sana. Swali lake iko sawa, anauliza kwa nini sisi Waislamu tunaenda choo na maji? Msomaji huko? Hii kitabu unajua? Umeshaiona hii kitabu? Hii Bado sijaona. Hii ndio unasikia Qurani ambayo Waislamu wanasomaga, ndio hii. Imeandikwa na lugha ya Kiarabu, ile ilikuja naye original. Manabii walikuja na ile lugha walikuwa wanaongea nao. Muhammad alikuja na lugha, ametumia lugha ya Kiarabu. Hii ni Kiswahili. Sawa? Unaweza kuwa Kiarabu, Kizungu, Kiarabu, Kifaransa, Kiarabu, Kiingereza, Kiarabu, Kifilipino, yani namna hiyo. Kiarabu Kijaluo. Kiarabu Kijaluo, Kiarabu Kikuyu, namna hiyo. Sawa? Sasa hii ndio hii. Qurani 5, soma 6. Sikia maneno hayo. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu. Naam. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Mnaposimama ili mkaswali, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni. Unajua maana ya kusali? Kuswali, kwenda kuomba Mungu. Ndio kuswali. Tunaposimama ili tuswali, yani kwenda kumuomba Mungu, tunaambiwa tufanyaje? Na mpaka vichwa vyenu na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Tunaonaga tunaosha miguu na mikono mpaka hapa na kichwa tunapaka maji Na mkiwa na janaba basi ogeni. Na mtu ambaye kama pengine amefanya kitendo cha ndoa na mke wake anaweza atumia maji. Na mkiwa wagonjwa au msafarini au mmoja wenu ametoka chooni. Unasikia? Tukitoka chooni tunaambiwa tutumie nini? Maji. Maji. Hiyo ni Qurani. Biblia umeshaiona kitu kama hiyo? Umeshaiambiwa kitu kama hiyo? Nasikianga tu. Unasikianga tu, lakini hujaiambiwa. Hebu tusomee katika 23:9 kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati unajua? Kumbukumbu la Taurati. Sijui. Wewe si msomi sana wa Biblia? Oh. Naenda nachelewa. Mahali naenda nachelewa. Kwa mahali naenda nachelewa. Siwacha nikusomee basi hiyo moja basi. Ali. Nisome tu moja. Tusome hiyo moja. Soma hiyo moja. Soma hiyo moja. Unaenda nini? Soma. 23:9. Anasema kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Unapotoka kwenda juu ya adui zako, nayo katika marago, jilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awaye yote asiyekuwa ni tohara kwa ajili yaliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala siingie ndani ya kituo, lakini na ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji. Unasikia? Wewe ukisha kitu kikitosha kutoka kwa mwili usiku, uta nini? Utaoga maji. Kwa hivyo unafaa utumie nini? Maji. Kwa hivyo Qur'ani inasema ukienda chooni utumie nini? Maji. Na Biblia inasema pia ukienda choo utumie nini? Maji. Kutoka hapo umeelewa? Sasa umesema unaenda. Sawa. Okay. Usiogope maji sana kaka. Usiogope maji. Kwa sababu hata kwa mfano ukiwa na watoto, mtoto mmoja amehara na mwingine amehara, watoto wawili wameenda chooni, kila amejiharia kila wote wawili. Sio? Sasa ukachukua mmoja ukaosha na maji na mwingine ukapangusa na tishu. Nani msafi? Ule wa maji. Kwa hivyo kwa sababu maji ndio inatoa uchafu. Tumia maji. Kwa hivyo hiyo ni kitu umeshaelewa leo. Ukipata time basi rudi Haya. Amesema naenda. Kidogo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.
Kwa majina mimi naitwa Hassan. Mimi naitwa Milton. Milton. Yeah, mimi ni Mkristo. Asante sana. Na mimi nashiriki leo. Yeah. Leo Saturday. Jumamosi wewe ni wa Jumamosi. Nauliza swali moja tu. Si moja, unajua uko na mingi. Haiwezi kuwa moja. Najua swali mimi najua ziko mingi sana. Najua saa zingine mnakosaga ile chance ya kuuliza maswali, lakini mimi najua maswali uko naye ya kutosha. Hebu tuanze na hiyo ya kwanza. Nauliza. Wakati Mungu alikuwa naomba mbingu na nchi. Alisema siku ya kwanza akatengeneza kitu fulani, siku ya pili hivyo hadi siku ya saba akatenga, akaibariki, akaitakaza, akaweka kama siku yake. Mbona nyinyi kama Waislamu hamjaitii hii siku yake alibariki? Mungu kwa mujibu ya Biblia, Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Siku ya 7 akalirelax ama akapumzika. Si ndio hivyo? Mbona sisi Waislamu hatuiheshimu hiyo siku ya Sabato? Sasa sisi unajua kitu ya kwanza hatukupewa hiyo siku. Sisi ya Waislamu hatukupewa siku ya Sabato. Sisi kwa mujibu wa Qur'ani kuna siku nyingine tumepewa. Qur'ani 22:9 ndio hiyo siku tumepewa sisi. Na sisi hatujapewa siku by the way. Sisi kila siku tunafanya ibada mara 5 kwa siku. Naam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Nenyi mlioamini. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na cheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Endelea. Na itakapokwisha swala tawanyikeni katika ardhi. Unasikia? Sisi kama Waislamu tumeambiwa ikiadhiniwa, najua kuadhiniwa ni nini? Ni ule jamaa unasikia anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaita watu wakuja wasali. Najua hiyo maneno pengine mjuage ninasema nini. Akisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, anasema Mungu ni mkuu, Mungu ni mkuu. Ashhadu an la ilaha illa Allah, yani Mungu hakuna kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, na Muhammad ni mtume wake. Hayya ala swala, kujeni tuswali. Hayya ala falah, kujeni tukufaulu. Unaona, ndio anaita huyo. Sasa tunaambiwa tukisikia hiyo Ijumaa imeitwa hiyo sala, tunafaa tuache biashara, na ndio naona Waislamu wengi wanafunga biashara, ikichadhiniwa tu hivi duka zinafungwa. Tunaona duka zinafungwa town, jamii, wapi, bahali popote duka zinafungwa, kama nchi za kama Arabuni kule, ukienda kama Saudi Arabia ama hizo ziko karibu hapo, Ijumaa inakuwa imefungwa kabisa. Watu wanaenda kuabudu Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anasema ukimaliza kusali nenda rudi katika kazi ukatafute fadhila za nani? Za Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana mambo mazuri mengi. Sawa? Kwa hivyo sisi tulipewa siku ya Ijumaa. Sasa wewe ndio msabato. Hii Sabato kwa mujibu wa vitabu vyenyu ni siku gani lakini? Ukienda katika kitabu cha Exodus. Yeah, kitabu cha Exodus ni kitabu cha kutoka. Maana 20. 21 nafikiri hapo ndio kakangu anataka. Naam. Soma 20 hapo kiteremka kidogo. 20 na hiyo hayo unaitaka ni ya nani? Unataka nani ama unataka tuanze mwanzo? Sio mwanzo hapa. Ndio haja yako. Ndio hiyo. Naam. Inasema mwalimu wangu, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi. Utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana. Unasikia? Naelewa. Inasemaje sasa? Ukiingia kitabu cha Mark, wakati Yesu alifufuka, Yesu akasulubishwa, akafanyiwa hizo zote. Siku ya kwanza ya Jumaa ambaye ni Jumapili, Yesu alifufuka. Sasa Sabato hasa ni siku gani? Sasa tukianza kuhesabu hiyo siku ya kwanza
tunapata siku ya 7 inaangukia leo. Ndio gani sasa? Siku ya kwanza ndio ipi? Imeandikwaje? Inaitwaje? Jumanne, Ni Jumatano. Jumapili. Andiko gani? Kuna andiko imeandikwa hivyo. Marko ishafika mitatu. Mariko angalia mali Yesu ya mwisho 16 tuanzie moja. Tuanzie moja ama? Endelea hapo hivi kidogo. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Maria Magdalena, Maria mama yake Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Siku ya kwanza asubuhi before jogo iwike ni kitu saa 10 hapo asubuhi. Sasa hiyo siku ni gani? Ilikuwa imepita. Ilikuwa Jumapili asubuhi. Imeandikwa wapi? Kwa sababu siku, kwa mfano, tunaona kama sisi, tunaona imeandikwa siku ya Ijumaa. Tunaona imeandikwa siku ya Ijumaa. Ama imeandikwa kwa Qur'ani. Tunaona imeandikwa siku ya Ijumaa. Sasa hapa ili tujue ni siku gani. Hiyo Sabato hapa haijaandikwa. Sijaona ni siku gani. Siku ya Sabato ni gani na siku ya kwanza ni gani? Siku ya kwanza ni siku badala ya Sabato. Ndio andiko gani sasa linasema kwamba Sabato ni siku gani? Ndio mwalimu anauliza. Ukiangalia kitabu katika kitabu Biblia tofauti, unajua sisi tuko na Biblia tofauti ya wa Sabato. Kwa hivyo mmechapisha Biblia yenu nyinyi. Tuko na King James, tuko na New inaitwaje? New International Version. Hizo zote version ziko mingi. King James iko pale kwenye gari. James tuko naye pia. Ukisoma hizi versions zingine inakwambia very early in the morning on a Sunday. Niko na King James. Naweza lete? King James. King James tuko naye. Kwa hivyo King James sio wa SDA. No, we are using a different verses. Kwa hivyo nyinyi mna Biblia ni ya KSDA. No. Tunatumia Biblia ni Biblia ya kawaida. Na sasa hii mbona hii imesema hivyo na haijataja siku. Mwandishi wa hizi. Unapata waandishi tofauti. Waandishi ndio wamefanya makosa. Walisahau kuandika siku ya Saturday. Waliandika, unapata wengine wameandika Sunday. Alafu Sunday in the morning. But hizi zingine hawakuandika. Hii ni wa Sabato au ni wa Katoliki? Kwa sababu Wakatoliki wanaenda Jumapili. So Wakatoliki naye mambo yao siwezi jua, but ukiangalia hizi vitabu zingine iko na very early in the morning. Hebu ndio hii ya Kiingereza. Hii ya Kiingereza ni King James Version. Na King James Version nataka uisikie kwanza tuone kama kweli inasema hivyo. Buleta hii ya King James Version. Msomee mwalimu hapo 16:1 Marko. Muonyeshe kwanza hii kama ni King James Version. Hebu angalia kwanza kama ni King James Version. Holy Bible. King James Version. 16. Marko 16:1. 16:1. Inasema, and when the Sabbath was past, Maria Magdalene and Mariam the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre unto the rising of the sun. Unaona sasa, the first day of the week, very early in the morning, the first day of the week. Sasa hiyo the first day of the week ni siku gani? The first day of the week is Sunday. Ni Jumanne, ni Jumatano. Sunday. Imeandikwa wapi? Ndio tunatafuta sasa pahali ilipoandikwa. Kwa sababu kama hapa kwetu kwa mfano, twende kwa mfano ambaye uko hai. Najua tukienda mfano uko hai ni mzuri. Sasa sisi katika wiki zetu sisi tunajua siku ya kwanza ya wiki ni Jumatatu. Si ndio tunazisikia siku ya kwanza? Jumamosi. Jumamosi. Jumamosi si ndio? Jumamosi, sorry. Ukihesabu kwa Kiswahili. Jumamosi ni siku gani? Siku ya pili. Jumapili ni Jumapili. Siku ya pili. Haya, Jumatatu. Siku ya tatu. Kwa hivyo siku ya saba itafikia siku gani? Hebu tuhesabu na wewe, hebu tuanze. Tuanze tu pole pole, sio? Haya, Jumamosi. Mosi unajua ni moja, si ndio? Hiyo ni Saturday. Si ndio? Jumapili Sunday. Si kweli? Jumatatu, siku ya tatu. Monday. Jumanne
siku ya 4 Tuesday. Jumatano Wednesday. Alhamisi Alhamisi Friday. Alhamisi siku ya 4. Ijumaa siku ya 5, si ndio? Ya saba. Tunaenda Jumamosi siku ya ngapi? 7th day. So inaisha nyinyi inaisha Friday. Jumamosi ni siku ya kwanza ya juma. Jumamosi. Mosi si ni moja? Mosi ni moja. Kwa hivyo kama mosi itakuwa moja, siku ya saba itakuwa siku gani? Si ni Ijumaa? Yeah. Kwa hivyo sisi wenyewe tunasema kwamba siku ya saba ni Ijumaa kama tutaenda hivyo. Sema ile kitu walifanya. Tukataka maandiko ya unaosema kwamba siku ya saba ni Jumamosi na siku ya kwanza ni Jumapili kwenye maandiko. Sasa kwa sababu hii Sabato ina historia ndefu sana katika Biblia, vile nimepitia kidogo, ina historia nyingine tofauti. Kwa sababu kwa mfano hii Sabato ni kama Mwenyezi Mungu alikuja kaitoa Sabato. Kwanza imeambiwa ni amri ya kwa wana wa Israeli na itakuwa ni agano la, hebu soma 31:16 kitabu cha Kutoka nione kama nianzie hapo kuhusiana na Sabato. 31. Ngapi mwalimu wangu? 16 soma. 31:16 mwalimu wangu. Inasemaje? Inasema kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato. Kwa hivyo wana wa Israeli wataishika nini? Sabato. Endelea. Kuiangalia sana hiyo siku ya Sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Kumbe ni agano hii sheria kwa watu gani? Ya Waisraeli. Kumbe Sabato kwa mujibu wa hiyo andiko haimuhusu mtu mwingine? Mtu mwingine. Ama turudie tena. Na sisi tunaambiwa we are the Israel, sisi ndio wana Israeli. Kutoka kabila gani la Israeli? Waisraeli wana makabila yao. Kama vile hapa Kenya kuna Wasapere, kuna Wajaluo, kuna Wamasai, kuna Wasomali, kuna Wahindi. Watu huko Misri akipeleka Kana. Kabila ngapi? Sasa ilikuwa ni sisi. Yaani wewe umetolewa Misri umetolewa Egypt. Ukapelekwa Kanani? Wewe umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa hapa Nairobi lakini kwetu ni huko Migori. Na mimi pia nimezaliwa hapa. Na mimi nimezaliwa hapa karibu hapa Naivasha ndio kwetu. Na ndio nyumbani. Sasa sisi ni Waisraeli. Kuna andiko yote inasema hivyo katika Biblia mzima ya kwamba kwa imani wewe ni Mwisraeli. Kwa imani sisi ni because we are the descendants of Abraham. Wewe si hata descendants. You are not descendants of Abraham. Hiyo hakuna kabisa. Hakuna. Ibrahimu ni mtu mwingine na descendants wake ni watu wengine. Descendant wa Abraham huyu ni Ismaili na Isaka. Hiyo vizazi mbili ndio descendants of Abraham. Upande wa Israeli wa Isaac huko ndio tulipatikana. Ulipatikana aje? Na nyinyi kama kuna kitu kama wewe, sisi tumezaliwa tu hapa sisi ni wa Kenya. Nasema nyinyi mlitoka kwa hiyo upande wa heshima. Hapana. Ngoja kidogo. Ndio usikie kwanza sisi hatuko. Hebu sikia 7:12 ya kitabu cha Ufunuo. Huko hatuko, hata hesabu yetu hakuna. Soma 7:4 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kabila za Israeli watu 144,000. Inasema hawa ndio wale watu wanaingia paradise katika Waisraeli. Wametajwa majina yao na kabila yao na hesabu yao, idadi. Sikia. Haya, rudia tena, anza vizuri. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli watu 144,000. Kabila yako ikitajwa uinue mkono. Sawa? Na yangu ikitajwa niinue mkono? Niinue mkono. Haya. Wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Yuda
Ruben 12,000 waliotoa muhuri. Gadi 12,000 waliotoa muhuri. Asheri 12,000 waliotoa muhuri. Naftali 12,000 waliotoa muhuri. Manase 12,000 waliotoa muhuri. Simeoni 12,000 waliotoa muhuri. Lawi 12,000 waliotoa muhuri. Isakar 12,000 waliotoa muhuri. Zabuloni 12,000 waliotoa muhuri. Yusufu 12,000 waliotoa muhuri. Na Benjamin 12,000 waliotoa muhuri. Kumbe kabila ni 10 na ngapi? 12. Sasa yako ni gani kaka? Yako gani? Kuna familia ya Dan ilikuja ikazana. Wapi? Along the lake kuna wenye walipatikana kwa mlima. Wapi huko? Wewe mtoto wa mchungaji takuja. Sasa unaona vile watu walikuja. Ngoja kidogo, kuja hapa karibu hapa. Wewe sasa, wewe nataka uniambie katika hizo kabila 12 za wana wa Israeli, kabila yako ni gani? Okay, kama huyu yuko sema siko. Tuendelee mbele. Bado tunaweza patikana hapa kwa Isaac. Lakini hampo. Lakini hauko. Hapo ndio tuko. Kama wa Kristo. Hakuna pahali mko. Hakuna. Kuna andiko, una andiko yote. Do you have any evidence? Hapa kwa Ufunuo. Jina wa Kristo kwa wapi? Hakuna hata jina wa Kristo hapa hakuna. Ni Waisraeli tu. Hapa ni Waisraeli peke yake. Sasa. Ngoja nikueleze kidogo. Wale kurudisha nyuma kidogo ndio uweze kunifahamu. 19:27 Mathayo. Nataka umsikize Yesu. Umsikize vile anasema. 19:27 mwalimu wangu. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Una swali Huyu ni Muislamu shaka. Ni Muislamu. Inasema ndipo Petro akajibu. Akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote kutoka kufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amin nawaambia kwamba ninyi mnifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12. Mkifanyaje? Mkizihukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Kumbe siku ya kiyama wanahukumiwa kabila 10 na ngapi? 12. Wewe uko wapi? Tuko kwa hiyo familia. Wapi? Familia gani? Unajua familia hizi zenye wameandika ni kama tuko hapa, si ndio? Huyu atazaana. Huyu atazaana akae na wajukuu wake. Huyu atazaana akae na wajukuu wake. Unaweza ngoja kidogo. Unaweza wale Wayahudi wanaongea lugha gani? Okay, tukianza na huku mwanzo. Ngoja kidogo, hawa Wayahudi wanaongea lugha gani? Kila kabila ya kwao wanaongea lugha ya kwao. Ngoja kidogo, wanaongea lugha gani? Wote wanaongea lugha moja. Lugha ya kwao. Unajua hiyo lugha? Wewe hatujui. Haujui? Kwa sababu wewe sio ile kabila. Hiyo kabila. Huko pale usiingie pale ambayo wewe ni mtu wa Migori, mimi ni mtu wa Naivasha, ule mwingine ni wa huko Ukambani, ule mwingine ni wa Mombasa, ule mwingine ni wa Kampala. Wewe hapo uyuko, huwezi ingia kitu ambaye hauko na hujaambiwa. Haya, tutoke huko. Haya, lete swali lingine. Hapo nauliza, ukianza hapa mwanzo. Tulikuwa na Adamu na Hawa. Alikuwa mtu mmoja akapewa wakazana. Hivyo tukakuja tukapata na hiyo familia ya kina Dan, Ishmael, watu wote hizi kabila zote tunapata kwa Biblia walitoka kwa Adamu, in which sisi pia tumetoka huko. Hatujakataa, kila mtu anaitwa mpina Adam kwa sababu tumetokana na baba mmoja na mama moja. Mama yetu moja. Hii mambo ya ukabila, different languages ilitoka wakati wa the Babel. Wakati ile Babel ilijengwa. Na Mungu akasema mbona wanadamu wanataka kukua kama mimi. Na akaipasua akaibomoa. Na kutoka hapo kila mtu alitoka na lugha yake. Ndio ukajipata uko wapi? Ndio ukajipata ukawa na mimi ikajipata nikiwa wapi? Sasa ndio hivyo. Sasa ile wale nao wakajipata wako wapi? Familia nani? Ngoja kidogo. Na wale nao hao Wayahudi wakajipata wako huko wapi? Wakajipata wako Middle East. Ni kweli Rongo? Ni kweli. Na sisi tukajipata tuko wapi? Tuko Kenya. Tungetaka mimi kwanza ningeniuliza mimi ningetaka nizaliwe wapi? Ningesema nizaliwe pale kama State House. Ambaye kuna kila kitu bwana. Ama sio hivyo?
lakini si upendo wangu. Mungu alifanya mimi nizaliwe pahali ingi mashambani huko, sio? Kila mtu angetaka, kama Mungu angeuliza angetaka angezaliwa pahali ingine pazuri zaidi, lakini ulijipata huko. Hatuwezi kuwa familia moja, familia ni tofauti. Sisi ni familia moja. Familia moja kibinadamu. Sio kuzaliwa. Kuzaliwa hapana, hamwezi kuwa familia moja. Lakini hii zote ni binadamu. Ndio unaona tunaitwa the son of man ama binadamu. Sawa kaka? Sisi wote tulitoka kwa Adamu. Tulitoka kwa Adamu, kuna mtu anakataa. Sawa. Hapo iko sawa kabisa, hapo uko sawa. Lakini kusema kwamba wewe ni Mwisraeli, hapo ndipo tunakataa. Hapo ndio tunakataa kwa sababu Biblia inakataa. Inasema wewe huwezi kuwa Mwisraeli. Hapana. Wewe huko kabisa, hiyo hesabu huko hapo. Sasa sisi, kuna swali lingine? Sisi kama Wakristo tunafanya kosa kusema. Mwingine kuna swali? Kuna swali wewe? Sisi kama Wakristo tunakosea kusema sisi ni Waisraeli. Swali yangu ni sisi kama Wakristo tunakosea kusema sisi ni Wanaisraeli. 3:9 kitabu cha Ufunuo. Hiyo ndio sana. Hiyo ni makosa kubwa sana. Sasa mwalimu wangu anasema, nataka usikize hiyo andiko vizuri. Tazama. Nakupa walio sinagogi la Shetani. Kuna watu ambao ni wa sinagogi la Shetani, wasema kwamba ni Wayahudi, wanasema hawa ni majiu kama wewe vile unasema wewe ni jiu. Na sio. Kumbe wewe sio jiu. Bali wasema uongo. Kumbe ni urongo unasema. Hiyo anza. Wamezaliwa Migori. Wamezaliwa Migori, mimi nimezaliwa Naivasha. Nimezaliwa Naivasha, wao wamezaliwa Migori. Sasa hapo hatuko kaka. Umeenda. Swali lingine iko? Swali lingine lete tuende. Tuendelee. Tuache hapo kwa hisi. Una swali lingine? Tuache siku nyingine. Na mimi wacha nikuulize moja kabla hujaenda. Najua lazima tuulizane. At least wewe umeniuliza mbili na mimi wacha nikuulize moja. Wewe unamfuata Muhammad ama unamfuata Yesu? Ninafuata Yesu. Unafuata Yesu. Mimi namfuata Muhammad na mimi namfuata Yesu, namfuata Ibrahimu, Musa, wote nawafuata manabii. Wote hakuna mimi nabagua. Na mimi najua hawa manabii walikuwa wanaenda msikitini. Na wewe Yesu alikuwa anaenda wapi? Yesu alikuwa anaenda kwa temple. Kwa temple. Okay, temple. Na nyumba gani nyingine? Alikuwa nyumba mbili. Ndio zimeandikwa kwa Biblia. Kwa temple ndio najua sana. Unajua sana. Hebu tusome hapa tuone. Tuanze 4:14 kitabu cha Luka tusikie. Ndio tuangalie. Inasema mwalimu wangu, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao kitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu ni kwenda kwa nyumba inaitwaje? Kwa sinagogi. Sinagogi ni pato. Unaona pale kanisani. Tunaona hapo mbele mahali iko na hiyo pulpit. Pulpit. Unaitaka pulpit? Altari. Hapo ndio sinagogi. Hapo ndio sinagogi. Na Biblia imeandikwa na watu gani? Waislamu wa Kristo? Biblia imeandikwa na Mkristo. Kuja pande hii. Kuja kidogo. Imeandikwa na Wakristo. Wakiongozwa na Roho wa nani? Roho Takatifu wa Mungu. Roho Takatifu anaweza tuandikia mambo ya urongo? Hapana. Hawezi andika mambo ya urongo. Sasa waandishi wa Biblia wameandika Biblia, nyuma yake wakaweka kamusi kwa hapo nyuma, ama maneno ambayo ni maneno ambayo uko na utata naye unaangalia. Hebu soma hapo nyuma imeandikwaje? Sinagogi ni nini? Sinagogi. Neno la nne kutoka juu. Msikiti wa Wayahudi. Wayahudi. Kiswahili na kupiga chenga. Kwa hivyo Biblia imesema ukiona neno sinagogi katika Biblia usiwe na wasiwasi na usiwe na shaka. Ujue ni msikiti ya watu gani? Ya Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nyumba inaitwaje? Msikiti. Na wale wanaenda msikitini watu wa dini gani? Ni Waislamu. Na Yesu akaenda msikitini, atakuwa dini gani? Yesu alikuwa Muislamu bwana. Yesu kaenda msikitini. Haya, Yesu akienda kanisani atakuwa dini gani? Nakuuliza. Nakuuliza. Yesu akienda kanisani atakuwa dini gani? Mkristo. Akienda msikitini atakuwa dini gani? Muislamu. Biblia inasema Yesu alikuwa anaenda wapi? Katika sinagogi. Ambaye ni nini?
Msikiti. Nyumba ya Mtu wote ambaye anaenda msikitini dini yake gani? Mpe dini. ni Muislamu. Kwa sababu msikiti haikuwa moja, kila kabila walikuwa wanajenga msikiti yao. Sisi tatiza Matendo ya Mitume. Msikiti sio ile ya Wayahudi peke yake, msikiti ilikuwa mingi. Ni kama mimi vile tuna msikiti huko kwetu upande ya Murang'a huko, ama kwa upande wetu kwetu Naivasha. Pale watu wakiwa wengi pale. Sinakuwa ni kabila moja pale. Wakijenga hiyo msikiti hapo hiyo area kwao, utasema ile msikiti ni ya watu gani? Ya kabila fulani. Ni Waislamu, lakini ile kabila inakaa hapo na watu gani? Ni watu fulani. Ndio kabila kubwa ambayo liko pale. Sasa wao walijenga msikiti. Sikia misikiti ilikuwa mingi. Inasema lakini baadhi ya watu wa sinagogi iliyoitwa sinagogi la Mahuru. Kuna msikiti mwingine wa kabila nyingine walikuwa wanaitwa Mahuru. Kwa hivyo sio Wayahudi peke yake walikuwa na msikiti. Endelea. Na la Wakirene. Na Wakirene walikuwa na msikiti. Na la Iskendaria. Na Waskendaria kabila 3 hizo. Na wale wa Kilikia. Na Kilikia. Na Asia. Na Asia kabila 6 sasa. Kila kabila wako na sinagogi yao, wako na msikiti yao. Ni mataifa yanatajwa pale. Kwa hiyo si ati ni Wayahudi walikuwa wamejenga msikiti peke yao. Msikiti ilikuwa mingi. Swali moja kwa hiyo nini yako pia. Kwa hiyo swali yako. Naona Biblia imejaribu kujibu hiyo yako. Swali lingine. Aliingia msikitini, aliingia kwa sinagogi siku ya Sabato. Akafungua ile the scripture. Vile alifungua hiyo the scripture. Ilikuwa siku ya Sabato. In which tulipata kila mtu alipata yake. Nyinyi kama Waislamu mlisema ni siku ya Ijumaa. Sisi tumesema ni Mungu ametuambia siku ya Ijumaa. Na sisi pia tunasema Mungu ametueleza ni siku ya leo. Siku ya leo Mungu alivuta. Na nilikwambia siku ya leo Sabato ilivutwa na Mungu. Isaia 1:13. Mungu alivuta Sabato. Alisema hataki tena mambo ya Sabato. Sikiza hapa, angalia. Mbona nyinyi bado mmeshikilia na sisi bado hatuna Sabato? Sisi hatuna Sabato. Tuna siku ya ibada na ni siku zote. Unasikia? Soma hiyo moja hiyo. Kila siku mara 5 kwa siku tunafanya ibada. Soma. 1:13. Kwani mchungaji ameanza kukusumbua? 1:13. 1:13 mwalimu wangu inasema. Msilete tena matoleo batili. Soma. Msilete tena matoleo batili. Nataka usikize vizuri. Usilete tena matoleo ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mungu ameanza na nini? Kitu kinaitwa uvumba ni chukizo kwa Mungu. Mwezi mpya ni chukizo. Na Sabato kuita makutano siyawezi maovu hayo. Kumbe Mungu hizo vitu zote amesema ni nini? Maovu. Usipinga Mungu. Ukipinga Mungu sasa itakuwa uko katika hali ya hatari. Usipinge Mungu vile amesema uvumba, mwezi mpya na Sabato na makutano hiyo yenyu hataki maovu. Makutano yenu ya dini ni maovu. Unasikia vile anasema? Sio mimi nimesema. Twende katika Agano Jipya. Twende katika Agano. Ni leo Sabato tu. Watu wewe twende kwa Agano Jipya, sawa? 2:16 wa Kolosai. Inasema mwalimu wangu 2:16 basi huyo naye Paulo asikia vile anasema kuhusu mambo ya Sabato. Mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Kwanza usinihukumu wewe katika chakula ile nakula au vinywaji ama kitu ile nakunywa au kwa sababu ya sikukuu ama kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Unasikia? Kumbe Sabato umeambiwa usihukumu mtu kwa sababu ya nini? Kwa Sabato. Kwa hivyo wewe ukikuja hapo unihukumu, uniambie Muislamu kwa nini uende Sabato unanihukumu? Na umeambiwa Biblia imekukataza usinihukumu? Na sisi sio mimi nimesema. Biblia inasema usihukumu mtu kuhusu siku ya Sabato. Lakini hatujai hukumu mtu. Sabato ni wewe unajitolea kujua na kuenda. Na Sabato pale mwanzo wakati tulisoma kitabu cha Kutoka inaambiwa ni agano la Waisraeli milele. Wewe uko hapo? Niko hapo. 31:6 zinarudia tena mara ya pili. Siku ya Sabato. 16:31 Kutoka. Mwalimu wangu inasemaje? Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli ama ni dunia mzima? Wana wa Israeli watafanya nini? Wataishika Sabato, sawa? Twende. Kuiangalia sana hiyo Sabato
katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Kumbe ni agano ya milele Sabato kwa watu gani? Kwa dini yetu. Kwa Israeli. Waisraeli. Kwa Israeli, haijataja kitu kingine. Usiongeze kitu. Biblia inasema usiongeze wala usipunguze. Kwa hivyo Sabato ni agano ya Waisraeli, ni agano la milele. Ndio Biblia inasema. Na wewe hujatoka Israeli, na wewe tulisikizana, wewe umetoka Migori na mimi nimetoka Naivasha. Unaona? Kwa hivyo hapo hiyo hesabu hatuingii. Haya, twende kwa swali lingine. Sina swali. Acha nitauliza siku nyingine. Tauliza siku nyingine. Haya, acha nichukue swali lingine. Jua maswali ni mengi leo. Mnakuwa na mengi kutuuliza Waislamu lakini hampataki nafasi. Nafasi sasa tunakuja. Wewe uliza swali lako. Ngoja tu aendelee tu, bado atakuja na lake. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Dickson. Dickson. Asante sana Dickson. Karibu sana katika mkutano. Ni kitu gani ambayo ungetaka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Kwanza pale nilisema, nimesikia ukiambia yule ndugu yeye si Muisraeli. Lakini kwa Biblia kuna pahali inasema Yesu aliambia wale disciples wake na waende waeneze injili dunia mzima. Kwa hivyo sasa mkimwambia yeye si Muisraeli, hiyo mambo ilikuwa ya Waisraeli. Andiko gani tuisome? Hapana, sijashika. Mimi nilisoma pahali kwa Biblia lakini sijashika. Ndio hivi kaka. Nitafungua kitabu yote. Mimi nikisoma Biblia sishikangi verses. Okay, hujashika. Hajashika. Basi kama hujashika, basi wacha tuachie tu hapo. Lete yako sasa. Ndio umekuja naye sasa. Yangu. Kuna pahali nilikuwa naona kwa TV. Mlikuwa na sherehe yenu kama Waislamu. Sherehe ya Waislamu. Alafu ikafika pahali mkishamaliza hiyo sherehe yenu. Yes. Mkasema mnaenda kuombea watu kwa makaburi. Mbona mnaenda kuombea watu waliokufa? Mbona mnaenda kuombea watu waliokufa kwa makaburi? Kuombea watu ambao wa nini? No, kuombea mtu kama amekufa, kwani kuna makosa? Ni kuzuru, si kuombea, ni kuzuru. Waislamu tunapoenda makaburini, tunaenda kujikumbusha na sisi ya kwamba kuna wakati tutakuwa katika nyumba zile. Kwa hivyo inakuwa ni mawaidha kwetu sisi ya kwamba kuna siku na sisi tutakuwa wapi? Kwa hivyo inakuwa ni mojawapo ya mawaidha ya kujifunza. Hata tunaenda kuombea watu wengine hospitalini dua. Hata kwa nyumbani unaweza ombea mtu ambaye alikufa, mzazi wako, ndugu yako alikufa. Hata ukiwa nyumbani kwako unaweza muombea tu bahali popote. Yes, unamuombea Mungu amsamehe. Alikufa siyashaenda sasa. Yeye muombeaji watu kama amekufa ameshakufa, ni hivyo tu. Waislamu huwa tunaamini hivi. Sisi tunaamini ya kwamba tunaombea watu dua. Mwanadamu wakati anapokufa bado yupo lakini katika ulimwengu mwingine. Umeelewa vizuri? Yuko katika ulimwengu mwingine. Umeelewa vizuri? Haiko kwenye ulimwengu huu, yuko kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hivyo wakati tunapoombea dua, Mwenyezi Mungu anamfanyia wepesi huko aliko. Umeshanielewa vizuri? Sasa inakuwa. Umeelewa. Swali lingine unaye? Sina swali lingine. Babu yangu kijana mzuri alikuwa Mkristo. Sasa unajua nikienda kuwa Muislamu tena. Si masala na babu, kwa sababu kwa mfano babu yako ama baba yako ama mama yako hataenda kuulizwa makosa yako ama ulikuwa vipi. Kila mtu ataulizwa maswali yake mwenyewe. Ukifa unaenda peke yako. Usiko peke yako. Na unazikwa peke yako. Na utafufuliwa peke yako. Na maswali utaulizwa peke yako. Babu yako hataulizwa maswali yako ama baba yako wala nani. Kila mtu ataulizwa maswali yake mwenyewe. Sawa kaka? Sawa, mimi nimetosheka na Ukristo. Umetosheka?